Nataka kuzungumzia jambo ambalo katika dunia hii kuna wachache ambao wameweza kulielewa, lakini wengi bado hawajapata kulielewa. Wamefungwa wakifikiri ya kwamba wako salama, lakini hawako salama. Nataka kuongelea jambo rahisi sana ambalo ni jambo la kawaida, ni jambo ambalo kila mtu analijua. Jambo ambalo linasema ya kwamba ndoa sio kwa wote. Unajua, katika hii dunia watu wengi wamejua kwamba ndoa ni ya kila mtu, haswa ndoa za kibinadamu. Sizungumzii ndoa za wanyama ama ndoa za miti ama ndoa za vitu zingine. Nazungumzia ndoa za binadamu. Sio kila mtu anafaa kuingia katika ndoa. Nataka nisome andiko ambalo litakuonesha, utakapokuwa tayari katika kusikiliza na kutii hii sauti, basi utajipata kwamba ile andiko litakusaidia kwa utukufu wa Mungu. Nasoma katika kitabu cha Mathayo kwanza, mlango ni wa 19. Hapa Yesu anaongea na watu ambao wameenda kwa kumuuliza maswali kulingana na mambo ya ndoa, anawafundisha. Pale anasoma mstari wa 11. Yesu akawaambia, si wote wanaoweza kulipokea fundisho hili, kwa sababu ile fundisho lilikuwa ngumu. Watu walianza kupingana na mafundisho hayo ambayo walikuwa wanapewa na Mungu. Na hiyo ndio kawaida ya siku ya leo. Mafundisho ambayo ni ngumu, utapata watu watapingana nayo, kwa sababu watu wanataka mafundisho ambayo yatawafurahisha. Lakini mafundisho ambayo yanakuja kinyume na mafikio yao yanakuwa ngumu kwao, alafu wanaanza kupingana nayo. Lazima ukuwe umekubali Mungu akuongoze, ndio utakaa vizuri katika hii dunia, bila kusumbuana na mafundisho fulani ambayo yatakuja kukurekebisha, kukuchonga na kukufundisha. So Yesu akawaambia hivi. Yesu akawaambia, sio wote wanaoweza kulipokea fundisho hili, isipokuwa tu wale waliojaliwa na Mungu. Maana kuna sababu kadhaa za kutoweza kuoa. Kuna sababu kadhaa za kutoweza kuoa. Sikiza hizo sababu. Wengine ni kwa sababu wamezaliwa hivyo. Kuna watu wamezaliwa hivyo, na vile wamezaliwa haiwaruhusu kuingia katika mambo ya ndoa. Hiyo ndio sababu Yesu ndiye aliwaumba. Yesu akawaleta kwa dunia wakiwa hivyo. Wako na upungufu fulani, ama kuna vitu fulani wako navyo katika mwili haviwaruhusu kuingia katika ndoa. Unasikia? Hiyo ni ya kwanza. Wengine ni kwa sababu wamezaliwa hivyo. Wengine ni kwa sababu wamefanywa hivyo na watu. Wengine wamekataa kuingia katika mambo ya kuoa kwa sababu wamefanywa hivyo na watu. Si ya kwamba ni Mungu amewaambia wasio. Si ya kwamba walizaliwa hivyo. Hawa wengine, kando na wale ambao wamezaliwa hivyo, kuna wengine wamefanywa hivyo kwa sababu ya watu, ndio wamewafanya wasiowe ama wasioleke. Ingine akasema, na wengine wameamua kutooa kwa ajili, sikia, ya ufalme wa mbinguni. Awezaye kulipokea fundisho hili na alipokee. Umesikia vile ile fundisho limezungumza hapo? Kitu cha kwanza nataka nikwambie, kwa sababu ndio topic ambao nazungumzia. Ndoa sio kwa wote. Wale ambao mlidanganywa, wale ambao hamkuelewa mafundisho ya Mungu, mkafikiri ya kwamba ndoa ni kwa sababu ya kila mtu, hapo mlikosea. Nakwambia ukweli. Andiko limetuambia kwamba sio wote watakaoweza kuoa, kwa sababu 3 ambazo zimeweza kutolewa. Sababu ya kwanza, hao watu walizaliwa hivyo. Kuna watu katika hii dunia wamezaliwa wakiwa na sehemu mbili. Hiyo nafaa ujue hivyo. Na hiyo yote ni kwa utukufu wa Mungu. Kuna wale ambao wamezaliwa na katika sehemu zao hawawezi
kuendeleza tendo la ngono katika hii dunia. Unasikia, walizaliwa hivyo na Mungu ndiye aliwaleta katika hii dunia wakiwa hivyo. Usiniulize swali ya kwamba kwa nini Mungu aliwaleta hivyo. Yote Mungu anasema yanatendeka kwa wema, na yote anayatenda kwa utukufu wa jina lake. So vile walizaliwa wakiwa hivyo, yote ni kwa utukufu wa jina lake. Hiyo ndio kitu nafaa kujua, ya kwamba hakuna mtu yeyote anaweza kutoa Mungu makosa, hakuna hata mmoja. Wewe ni kukubali vile Mungu anataka na kutimiza matakwa yake. Hiyo ndio jambo litakusaidia. So wale ambao mlifikiria kwamba ndoa ni ya kila mtu, hapo muende mjirekebishe, muende mjilainishe, muende mjue ya kwamba sio hivyo. Kuna wale watu hawataoa kwa sababu wamezaliwa hivyo. Hivyo ndivyo vile Mungu aliwaumba, na hivyo ndivyo vile Mungu alikusudia, aliyewaleta yeye mwenyewe katika hii dunia. So kama ulizaliwa hivyo, usisumbukane. Nasikia, ndio maana Mungu akasema ya kwamba, akawaambia kwamba sio wote wanaoweza kulipokea fundisho hili, isipokuwa tu wale waliojaliwa na Mungu. Kwa sababu basi mafundisho ilianza kuwa ngumu kwa watu. Unajua mafundisho ikikuwa ngumu, utasikia pingamizi zinakuwa nyingi. Mafundisho ikikuwa ngumu, utasikia watu wengine wakitoroka. Mafundisho ikikuwa ngumu, utasikia watu wengine wakitafuta vile watafanya ile mafundisho kuwa rahisi kwa watu wakaweze kuwapenda. Utasikia mafundisho ikikuwa ngumu, watu wengine wataingia katika kufundisha wakitumia vichekesho, ili wakapate watu wakaweze kuwasikiliza, ili wakaenende na vile wanataka. Lakini sio hivyo na Mungu. Sio hivyo na Mungu, sio hivyo. Hiyo ndio kitu nafaa kujua. So hapa Mungu anasema ya kwamba kwa sababu ya kwamba ya kwanza walizaliwa hivyo. Na nimekuambia kwamba kuna watu ambao wamezaliwa wakiwa na sehemu za siri mbili, sehemu ya wanaume na sehemu ya wanawake zote. Na kuna wale ambao wamezaliwa wakiwa na sehemu moja, lakini unapata ile sehemu haiwaruhusu kuingia katika ndoa. Na yote ni kwa utukufu wa Mungu. So kama Mungu alikuleta katika hii dunia uko hivyo, usifadhaike, usihuzunike, furahia, kwa sababu yeye ndiye anajua vile alikuleta hivyo. Unajua kuna mtu alizaliwa akiwa kipofu. Watu wakaanza kuuliza Yesu, je, huyu mtu alikuwa kipofu kwa sababu ya dhambi za wazazi wake? Nini ambacho kilifanya huyu mtu azaliwe akiwa kipofu? Yesu akawaambia kwamba yote aliyatenda yeye mwenyewe kwa utukufu wa jina lake. Unajua kuna watu wamekuwa wakiuliza, kama huyu Mungu ni wa ukweli, kwa nini anafanya watu wakiwe vipofu, vilema, mabubu, wakiwe watu viwete? Kwa nini Mungu anaomba watu wakiwa na matatizo, wanazaliwa wengine wakiwa na magonjwa? Yote ni kwa utukufu wa Mungu. Lazaro alipofariki, alimaliza siku 4 katika kaburi. Yesu alitaka utukufu wake uonekane, ili watu wajue kwamba ako na nguvu za kufufua. Akafanya Lazaro akufe, amalize siku 4, anuke, alafu akuja mfufue, kuonesha kwamba ufufuo uko. So usianze kuuliza kwa nini Mungu ameomba mtu na amekosa kumwekea sehemu za siri. Kwa nini Mungu ameomba mtu na sehemu zile ziko na tatizo? Kwa nini Mungu ameomba mtu akiwa na sehemu zote mbili, moja ya kike na moja ya kiume? Hayo ni maswali mazuri utauliza, lakini ujue ya kwamba yote ni kwa utukufu wake. Nimekuambia Lazaro alifariki, watu wakanungunika, hata dada yake wakanungunika, wakalia, wakalaumu Yesu kwa nini hajakuja wakati alikuwa mgonjwa. Lakini Yesu akasema kwamba kifo cha Lazaro kilikuwa ni kwa sababu ya utukufu wake, kuonesha kwamba kuna nguvu ya ufufuo, na kweli alifanya hivyo. Wengine hawataingia katika ndoa kwa sababu walizaliwa hivyo. Wengine ni kwa sababu wamefanywa hivyo na watu. Hasa hapo watu wengi tena wako. Unajua ni wachache ambao hawataoa kwa sababu walizaliwa hivyo. Hao ni wachache. Lakini wengi hawataoa na kuoleka kwa sababu wamefanywa hivyo na wanadamu. Uliangalia ndoa ya mtu, unakaa mahali unaona vile watu wako katika ndoa vile wanaishi, unaona kila siku ni vita, kila siku ni matusi, unaona vile mateso yalivyo katika ndoa, unasema ya kwamba kama ndoa ndio hii,
ni heri nikae bila kuoleka ama bila kuoa. Sasa wewe umeamua hivyo mwenyewe kwa sababu ya wanadamu ndio wamekufanya. Kuna wale ambao wamefundishwa akaambia kulingana na uchumi. Sasa kulingana na uchumi wa sahi hauwezi kukaa na mke. Maisha imekuwa ngumu. Pesa haionekani, mshahara ambao unapata ni kidogo. Haitaweza kukulisha wewe pamoja na mke na watoto. So mtu akaamua ya kwamba atakaa hivyo. Hivyo amefanywa na wanadamu, sio Mungu. Ndio maana Mungu anasema kuna watu wengi hawataoa. Kwa sababu gani? Wamefanywa hivyo na wanadamu. Kuna mtu alijaribu kuingia katika ndoa akateseka katika ndoa. Akaingia katika ndoa akapata shida. Sasa yule mtu anafikiria kwamba ndoa zote ziko kama vile ile yake ilikuwa. So huyo mtu hayuko tayari tena kuingia katika ndoa. Huyo mtu hayuko tayari kusikia hata mambo ya ndoa. Kwa sababu gani? Ya wanadamu ndio wamemfanya hivyo. Unasikia? Hivyo ndivyo Mungu anasema. Na watu wengi hapo ndio penye wako. Mama yako alijaribu ndoa akashindwa. Aunti zako wamejaribu ndoa wameshindwa. Anko zako wamejaribu ndoa wameshindwa. Babu yako, nyanya yako, kazini zako, sister zako, ndugu zako. Kuna watu katika familia wamejaribu ndoa zimewashinda. So unafikiria kwamba pia wewe kwako itakuwa ngumu. Unaanza kusema ya kwamba hii ni damu ya ukoo. Sasa kwangu itakuwa ngumu. Badala uende uoe na uoleke, umekataa. Umeanza kujitabiria wewe mwenyewe kukufa. Unaanza kujitabiria kushindwa. Unaanza kujitabiria damu ya ukoo. Badala uishughulikie na ujue vile utaweza kuikataa. Unaamua wewe mwenyewe kusema ya kwamba sasa sitaingia katika ndoa. Na hivyo umefanya hivyo na watu, sio Mungu. Sio Mungu. Na hapo ndipo watu wengi walipo. Ndio unaona hata siku ya leo unasikia watu wanakuambia kwamba hakuna mwanaume siku ya leo. Wanaume wenye wamebakia wote ni punda, ni ng'ombe, ni umbwa. Lakini huyu mtu anafanya kazi na wanaume. Huyu mtu anaishi na mwanaume katika boma ya kwao mahali anaishi na baba yake ambao ni mwanaume. Ule mtu amemwajiri kazi ni mwanaume. Alafu anakuja na kuambia kwamba siku hizi wanaume hawapo. Siku hizi watu wengine wameambiwa ya kwamba hakuna wasichana wa kuoa. Wasichana wa kuoa waliishia kwa mama zetu. Wenye wamebaki hawa ni watosha ushuru, wakora, wezi, majambazi, ni waganga, ni washirikina. So watu wamekuambia ubaya wa wanawake wa siku ya leo. Na kweli umefika mahali ukaamini. Sasa umefika mahali umeamua ya kwamba hautaoa, lakini wewe unataka kugonga. Unataka kulima, unataka kufyeka, utakuwa unafyeka nje na unarudi kwa nyumba. Lakini umeambiwa ya kwamba siku hizi hakuna msichana wa kuoa. Siku hizi ni maslay queen. Bwana, kuna wasichana wa kuoleka na kuna vijana wa kuoa wako wazuri wengi sana katika hii dunia. Wako tayari, lakini wewe ndio hauko tayari. Sasa unafikiria kwamba vile wewe hauko tayari kila mtu ako kama vile wewe ulivyo. Nakwambia ukweli. Watu wengi wamefanywa hivyo na wanadamu. Watu wengi wamekosa kuingia katika ndoa. Watu wengi wamedanganywa. Ndio muona hata Yesu mwenyewe akasema ya kwamba katika maandiko katika Timotheo anasema ya kwamba na siku za mwisho kuna mafundisho yatakayotokea. Yataambia watu msikule hiki chakula, wengine wataambia kwamba hakuna haja ya kuoa. Na kweli tumeyaona. Tumeona vile papa wamedanganya, mapapa wamedanganya watu dunia mzima. Wamelazimishia watu mito ya kwamba mkuje mkuwe mapadri, mkuje mkuwe hapa mitume, mkuje mkuwe sijui manabii, mkuwe wainjilisti na msioe. Si ya kwamba wale watu ni Mungu amewafanya wasioe. Hapana, ni mapadri, ni mapapa, ni mareverend, ni mabishop, ni wachungaji. Hata watumishi wa Mungu wengi wamechangia watu kukosa kuingia katika ndoa kwa sababu wamekuja na mistari za kupumbaza watu ya kwamba Mungu amekuita, na Mungu anapokuita hautaweza kumtumikia ukiwa na mke. Hata Paulo alisema ya kwamba na kama utaweza kuoa hautaweza kumtumikia Mungu. Wanaanza kukutafutia mistari ambazo Paulo alikuwa anazungumza, lakini hawaelewi mafundisho, hawaelewi ufunuo wa zile mistari. Watu wengi wamejiuzulu kuoleka kwa sababu wameona vichapo katika ndoa. Wengine wameona mateso, wengine wameona baadhi ya marafiki zao na familia zao
wengine wameshindwa, wengine wameona kuna watu walikuwa wazuri, watu walikuwa wema, walipoingia katika ndoa badala ya kuendelea kuimarika waliendelea kufadhaika. Wale watu waliendelea kurudi nyuma, waliendelea kuisha maisha, waliendelea hata kukaa katika maisha ya kukufa. So wengine wakaona hivyo, wakasema kama hii ndio ndoa, basi hakuna haja tena ya mimi kuingia katika ndoa, wakajiuzulu. Ndio maana Yesu mwenyewe akasema kwamba wengine hawataoa kwa sababu wamefanywa hivyo na watu, sio na Mungu. Hapana. Mapadri wamefanya watu wakatae kuoa. Mitume, wachungaji, wainjilisti, manabii, maaskofu, watumishi wengi wa Mungu wamechangia watu wengi kukosa kuingia hata katika ndoa. Ndio naona hata siku ya leo katika kanisa watu wengine wamekosa kuoleka. Kazi yao ni kuchangia tu vile mchungaji anafaa kukula, vile nyumba ya mchungaji inafaa kulipa, vile watoto wa mchungaji wanafaa kusoma, lakini wenyewe wamekuwa wasichana wamekomaa, wamekosa kuingia katika ndoa na wanafanya kazi, wako na pesa, lakini wamekosa kuingia katika ndoa. Wamedanganywa na wakora na waganga wanaojiita kwamba ni watumishi wa Mungu na ni watapeli na ni wachawi. Pesa ambazo hao watu wanapata kazi yake ni kulisha watumishi. Walidanganywa. Waliowadanganya ni nani? Waliwadanganya katika madhabahu. Waliowadanganya ni nani? Watumishi wa Mungu waliotumia Biblia, wakasoma mistari, wakaitafsiri jinsi ya vile itakavyowafurahisha na vile watakuja na kukuibia. Unapata wasichana wamekomaa katika kanisa, wanajiita masingo mother, hawako tayari kuoleka kwa sababu wanaona zile pesa ambazo wanapata mwanaume hawezi kupata hizo pesa. Wanaona kwamba mwanaume anapokuja katika maisha yao anakuja kule ile pesa. Miaka zinaenda, wamekataa kuoleka. Usherati ndio wanafanya. Wengine wameingia kwa uzinzi, wengine wamekuwa katika ndoa wakatoka. Ndio maana unasikia watu wengine wanawaita masingo mother, wametoka katika ndoa. Si ya kwamba kulikuwa na kitu kingine kilichowatoa, hapana, ni viburi na uasi na kusema ya kwamba mimi siwezi kutawaliwa na mwanaume. So wengine wakaona hao watu ambao wanajiita masingo mother, wakaona waasi waliotoka katika ndoa, wakafikiri ya kwamba ndoa zote haziwezi kufanya kazi kwa sababu wao wameona za wengine zimeshindwa. Sasa wanaona kwamba ndoa zote zimeshindwa kama za watu wengine. Mchango mkubwa wa kufanya watu kukosa kuingia katika ndoa ni wanadamu. Watu watakufanya ukose kuoleka, watu watakufanya ukose kuzaa, watu watakufanya hata uachane na kazi, watu watakufanya uachane na biashara yako, watu watakufanya ukosane na marafiki, ukosane na familia, watu watakufanya upoteze kitu ambacho kilikuwa cha dhamana katika maisha yako, na baada ya kupoteza utabaki pale ukilia. Usicheze na watu. Mimi nakwambia Yesu mwenyewe akasema ya kwamba watu watafanya wengine wakose kuoleka, na sio kuoleka pekee. Katika maisha watu wangapi ambao wamefanya wengine wakawacha kazi? Watu wangapi wamefanya wengine wakatoka katika ndoa, sasa hiyo wamekuwa masingo mother, wanalia, walikuwa katika ndoa zao wakiishi mzuri na wanaume zao, lakini kwa sababu ya mawaida ya watu ambao walikuwa hawako na mawaida ya Mungu, waliongoa watu wengine katika ndoa, sasa hiyo wenye walingoleka wanalia na hawawezi kurudi. Mimi nakwambia chungana na watu. Wataonekana kuwa ni wazuri wanapokupatia mawaida, watakushauri vizuri, utatoka pale unaona mawaida yao inafanya kazi, lakini muda sio muda. Nakwambia kwamba muda utaonesha kwamba yale mawaida waliokupatia ilikuwa ni takataka na ilikuwa ni mavi. Chungana na mawaida ya wanadamu. Mawaida yoyote yasiyotoka kwa Mungu, wachana nayo. Hata kama yanatoka kwa mzazi, hata kama yanatoka kwa rais, hata kama yanatoka kwa rafiki, hata kama yanatoka kwa mchungaji ama mtumishi wote wa Mungu, ama mtu yote anayeonekana ni wa maana katika maisha yako, lakini yale mawaida hayatokani kwa Mungu, uachana nayo, yatupe. Ni takataka na ni mavi. Yale mawaida ni kifo na ni laana, ninakwambia ukweli. Wakati unapewa utaonekana kwamba ni mawaida mazuri. Ndio maana Mungu mwenyewe anasema kwamba kuna njia inayoonekana nzuri sana mbele yako. Wewe unaona kwamba ile njia imenyooka, unaona kwamba ile njia iko na dhahabu zinameremeta, unaona kwamba katika ile njia mambo yanaenda vile unataka, lakini muda utakuja kuonesha ya kwamba yale ambayo ulikuwa unayafanya yalikuwa ni matope. Nakwambia ukweli. Yesu akawaambia watu ya kwamba kuna wale watu ambao hawataoa kwa sababu ya wanadamu, na nimekuambia hata mafundisho yamefundishwa katika madhabahu yakapotosha watu wengi.
watu waliokuwa katika Mungu wakapotea, wakaanza kufuata mambo ile haingeweza kuwasaidia. Yesu akapeana sababu ya tatu ya kwamba kwa nini watu wengine hawataoa, ya kwamba wameamua kutooa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Hapo ndio mapapa, mapadri, mitume, wachungaji, wainjilisti, maaskofu na wengine wanaojiita watumishi walikuja wakajitumia huo mstari, tumeamua. Hata Joshua pia alikuwa ameamua na alikuwa na familia. Petro aliamua na alikuwa na familia. Na hata wakina Yakobo waliamua, wakina Andrea waliamua kutumikia Mungu na walikuwa na familia. Hata wakina Danieli waliamua, wakina Meshak na bado walikuwa na familia na wakamtumikia Mungu. Unasoma mistari na hauelewi kama ulipangwa ya kwamba hautaoa. Kama Mungu alikupanga hautaoa, hautakuwa na shida yoyote na mambo ya ngono. Lakini ukiwa na shida yote na mambo ya ngono, haujapangwa hiyo upande, omba Mungu akuunganishe na ule mtu aliyekuumbia. Kama ni mume, tafuta mke, mtu wa kike. Kama wewe ni kike, tafuta mume, mtu wa kiume. Usifuate mafundisho ya wachawi na waganga wanaokuambia kwamba ushoga ni mzuri. Mungu akasema ya kwamba hamujui kuanzia mwanzo, hamujawahi sikia, hamujawahi ambiwa Mungu aliomba mume na akaomba mke. Lakini mapapa wamekuja wameomba wanaume na wanaume. Mapadri wamekuja wameomba wanawake na wanawake, na wamepotosha wengi. Ukiwaambia wanakuambia kwamba unaongea vibaya. Ukiwaeleza wanaanza kukutishia kwamba wanajuana na serikali wataenda kukufunga. Tafuteni watu wengine wenye mtapelekea huo ujinga. Tuko hapa tunajua kwamba serikali iko, tunajua kwamba sheria iko, tunajua kwamba lawyer wako, tunajua kwamba kuna hata magaidi na wafisadi wote tunawajua wako. Lakini hawataweza kutuzuia kuongea ukweli kwa sababu kuna bunduki. Hatutakosa kuongea ukweli kwa sababu kuna waganga na wachawi. Hatutakosa kuongea ukweli kwa sababu kuna chief commander sijui wa amri jeshi. Hakuna. Haiwezekani. Lazima tutaambia tu watu ukweli. Ikikupata mahali penye huko, haijalishi na cheo chao, wewe kazi yako ni kukubali mafundisho ili ukakae katika ile njia ambayo inastahili. Lakini ukijiwekea na cheo chako ufikiri ya kwamba utatisha watu na cheo, sio sisi, tafuta wengine. Sisi tunahubiria kila mtu. Mungu alituambia nendeni duniani kote, hubirieni kila kiumbe. Kila kiumbe ni rais, kila kiumbe ni malikia, kila kiumbe ni mwanajeshi, ni askari, kila kiumbe ni gaidi. Waganga wako ndani ya kila kiumbe, wachawi, washerati. Sasa usikuje kujitoa katika injili na cheo chako. Ufikiri ya kwamba kama kuna watu wengine ambao umetishia na cheo chako wakakosa kukwambia ukweli, sisi tutakueleza. Kwa sababu hiyo ndio kazi tuliitiwa. Hatuogopi chochote. Yesu akasema hivi, wameamua kwa sababu ya ufalme wa mbinguni. Hawa hawakuwa mapapa, hawa sio mapadri, hawa sio manani. Wameamua kwa sababu ya ufalme wa mbinguni. Kama umeamua kwa sababu ya ufalme wa mbinguni, hautakuwa na tamaa ya ngono. Hautaenda uzae watoto nje alafu unazingizia watu wengine waambia kwamba semeni hawa watoto sio mimi nimezaa, ni mtu mwingine, uwekee mtu mwingine kwa sababu wewe ni padri, ama wewe ni papa, ama wewe sijui ni apostle, ama wewe ni bishop, ama wewe ni mwinjilisti. Hautafanya vitu kama hizo. Kwa sababu haukuitwa kwa hiyo mwito. Haukuwa umeambiwa ya kwamba hautaoa. Ulijiingiza kwa sababu ya mafundisho ya watu. Umelemewa na mwili, umejipata katika ubakaji, umejipata katika usherati, umejipata katika uzinzi. Alafu hapo naanza kusema ya kwamba Mungu aliniita na akanitenga ufalme wa mbinguni. Na hapa ngono inakusumbua. Mtu aliyeitwa akatengwa katika ufalme wa mbinguni, ngono haitakuwa sehemu yake ya kumsumbua. Mimi ninakwambia. Haya, awezaye kulipokea fundisho hili na akaweze kulipokea. Hili fundisho lilikuwa ngumu hata kwa wanafunzi wa Yesu mwenyewe. Fundisho hili lilikuwa ngumu hata kwa mitume, kwa manabii. Na kuambia kuna injili ambayo unaweza kuhubiri ikakuwa ngumu hata kwa maaskofu, kwa wainjilisti, mitume na watumishi wote wa Mungu wakaona kwamba hii injili hata sio ya ukweli. Yesu akasema na yeyote atakayeweza kupokea ile fundisho na akaweza kulipokea. Na Yesu hata mwenyewe akasema katika 10, wanafunzi wake wakamwambia, ikiwa mambo ya mume na mke ni hivyo, ni afadhali kutooa kabisa. Wanafunzi wa Yesu wenyewe walisikia injili ikakuwa ngumu kwao.
Kama injili itakuwa ngumu kwa wanafunzi wa Yesu, wewe niambie, injili imekuwa ngumu kwa bishop kuelewa, kwa pastor, injili imekuwa ngumu kwa mwinjilisti, injili imekuwa ngumu kwa nabii, kwa mtume, kwa mtumishi yoyote, wale watu ambao wameokoka wenyewe wanaohubiri injili imekuwa ngumu kwao. Je, wewe mwenye haujaelewa injili wanafikiri ni rahisi? Nakwambia kuna injili inakuja katika hii dunia, hata kama wewe ni mtumishi wa Mungu, kama utakuwa salama, kama utaamua kusimama katika ukweli, utakuja kuona ile injili ambayo tunahubiri sisi tumepotoka. Utaona hii injili hata haijaandikwa katika maandiko. Utaanza kutuuliza ile injili mnahubiri imetokea wapi? Na nataka nikwambie sio kila kitu ambayo inahubiriwa imeandikwa katika hii Biblia. Biblia haijarekodi kila kitu ambacho Yesu alifanya na vitu vyote ambavyo manabii walifanya. Hapana. Biblia imeandika tu sehemu kidogo ya matokeo ya Mungu ambayo yanatosha kukuonyesha Mungu yuko ili ukaendelee kutimiza matakwa ya Mungu. So kama unatumia Biblia kushtua watu ya kwamba niambie kila kitu imeandikwa wapi, imeandikwa wapi, tafuta wale ambao utacheza na akili yao. Sisi hapa tunahubiri kulingana na ufunuo wa Mungu vile anataka. Yesu akawaambia kwamba na yeyote atakayetaka kulipokea ile fundisho alipokee. Wanafunzi wenyewe wakasema sio wote wanaoweza. Yesu akawaambia na sio wote wanaoweza kulipokea hili fundisho. Sio wote. Hata kuna injili ambayo utahubiri katika kanisa na utasikia kwamba kila mtu aliyo katika hiyo kanisa atakataa hiyo injili. Haimaanishi kwamba ile injili ilikuwa na uongo. Usikuje kujihurumia, wewe songa mbele na kuhubiri injili ya Yesu. Sihubiri injili mapasta wapige makofi na mabishop na watu wote katika kanisa ndio nione ya kwamba ile injili ninahubiri ni ya ukweli. Hapana. Yesu amesema mwenyewe, akasema yeye mwenyewe kuna injili ambayo itahubiriwa itakuwa ngumu hata kwa wale ambao wanahubiri wenyewe. Itakuwa ngumu na hata kwa wale ambao wameshaamini hii injili wako pale kuisikiliza, kwao itakuwa ngumu. Ilikuwa ngumu kwa wanafunzi. So ikikuwa ngumu kwa wanafunzi, je kwa rais? Injili inapokuwa ngumu kwa wanafunzi, je kwa maaskari na jeshi? Je kwa washerati? Je kwa magaidi? Je kwa waganga na wachawi? Je kwa walevi? Kama injili imekuwa ngumu kwa watumishi, iko hapo imeandikwa ilikuwa ngumu. Wanafikiri ilikuwa mchezo? Mambo ya ndoa usifikiri ni mchezo my friend. So, wale ambao mlikuwa mnafikiri ya kwamba ndoa ni kwa watu wote, hapo mlijidanganya. Kuna watu ambao hawataoa na wataendelea kuwa katika hii dunia na hawatawashwa na tamaa za ngono, hawatakuwa na wasiwasi na hawatachukia wenye wameoa. Wataridhika kwa sababu walizaliwa hivyo. Na kuna wale ambao hawataoa kwa sababu Mungu ameshawatenga kwa sababu ya ufalme wa Mungu. Kazi yao ni kuhubiri injili. Hawatakuwa na tamaa yoyote. Hautasikia wamebaka bebi ya mtu. Hautasikia wamechukua sijui muimbaji katika kwaya. Hautasikia sijui wamechukua mtoto wa shule. Hautasikia kwamba kuna mahali wameenda wamezaa, wametafuta mtu wamemlipa ili akaweze kudanganyia hii mimba ni ya mtu fulani. Hakuna kitu kama hicho. Kwa sababu wale watu walitengwa kwa hiyo sababu. Nakwambia ukweli. So, nataka nikwambie ndoa sio ya kila mtu. That's why kila siku nawaambia katika hii dunia, ukitaka kukaa katika hii dunia vyema, unafaa kuwa unaomba ukiuliza Mungu, yale mambo ulionipangia katika dunia hii wakati ulinileta ilikuwa ni mambo gani? Mungu mwenyewe akuoneshe mipango zake zenye alikupangia. Hautasumbukana katika hii dunia. Lakini kama uko pale kila kitu unataka nabii akwambie, kila kitu wewe mwenyewe hautaki uombe kwa Mungu, hautaki uende kwa Mungu uongee naye. Unataka mchungaji aende aongee na Mungu kwa niaba yako, wainjilisti, mitume, na uko hapo. Mpendwa, jifunze kudili na Mungu direct. Wachana na mambo ya brokership katika mambo ya kuabudu. Katika kuabudu hakuna mambo ya brokership. Wewe deal na Mungu. Itakuwa jambo rahisi katika maisha yako. So, namalizia ujumbe wangu nikikwambia kwamba ndoa sio kwa wote. Na kwa wale ambao mmefanikiwa mkaingia katika ndoa, kaeni katika hiyo ndoa kulingana na mafundisho, sio kulingana na sheria za dunia, sio kulingana na sheria za tamaduni ya kwenyu, sio kulingana na mawazo ya marafiki na watu vile wanataka hiyo ndoa ikue. Kaa katika ile ndoa kulingana na mpangilio mwenye aliwapanga, mwenye aliwaunganisha, mwenye aliwaumba akisema ya kwamba mtakuwa mume na mke. So kuanzia siku ya leo gundua ya kwamba ndoa sio kwa wote. Na utagundua katika namna gani? Kwa kuomba na kwa muuliza aliyekuumba akueleze kama alikupanga katika hiyo sehemu. Kama ulipangwa, endelea. Usidanganywe kukua papa, usidanganywe kukua padri,
Usidanganywe kukuwa mchungaji ama mtume ama mwinjilisti na ukose mke, ukose mume kwa sababu ya mafundisho ya wanadamu, mafundisho ya mapepo. Yesu alisema kwamba siku za mwisho watakuja na mafundisho ya pepo, wataambia watu hata wasioe. Tumewaona. Na wataanza kuambia watu sasa hata msioe mke, kama wewe ni mume usioe mke, oa mume kwa mume. Tumewaona. Na hata serikali inawajua, hata wanakaa na marais, wanakaa na wafalme. Hao watu wanakaa na malikia, wanakaa na viongozi wa dunia hii wakuu, viongozi ambao wanawaheshimu, lakini wanapokea upumbavu kama huu. Ujumbe huu tunaendelea kuhubiri katika mtandao wa YouTube, channel ambayo imeandikishwa kwa jina Believe and Obey the Only True God. Katika TikTok, Believe and Obey Jesus Only. Katika Facebook mahali niko hapa ni Believe Obey. Ujumbe huu unaendelea kutangazwa katika mitandao hizi mitatu, tunapoendelea kuangalia vile tutaingia katika mitandao zingine ili neno la Mungu likaendelee kuhubiriwa. Wale ambao mmepata ujumbe, Mungu awatende wema. Mkawe na wakati mwema na mkakae katika utakatifu. Jaribuni kukaa katika utakatifu. Jitahidini katika shughuli zenu zote kujitenga na dhambi, kutoroka dhambi ili mkakae katika utakatifu na Mungu akapate kuwatenda mema.